hamna ubishi, lakini muamuzi linesman namba 1 analikataa lile goli kwa makusudi kwa sababu zake binafsi. Sawa? Na sisi tulilalamikia bodi ya ligi, tulilalamikia TFF na chama cha marefali. Kayoko hatumtaki ashirikishwe kwenye mchezo ule, lakini Kayoko akashirikishwa. Sasa tumeona kabisa, na kwa sababu Kayoko ameshatuumiza mechi nyingi za Yanga, anafungiwa anarudi kutuumiza. Tulijua kabisa tutaumizwa. Kwa hiyo tunaona kabisa kama Kayoko alitumika na Yanga kumtumia yule mshika kibendera. Wewe utahakikisha hata Simba akifunga goli utalikataa tu. Yanga akifunga goli offside ikubali. Sawa? Kwa sababu angalia, hata sheria hairuhusu kwamba muamuzi wa akiba kuingia ndani ya kiwanja, lakini wanaotaka kushauriana wale watu watatu, linesman 1, linesman 2 na referee, ndio wanakuwa pale kushauriana. Je, ili lakini aliingia yeye kwenda kushabikia kwamba kulikataa ile bao. Sasa tumeona hii imezidi. Wana Simba tumekuwa kimya mno muda mrefu, na ndio maana haki yetu inapotea. Sawa? Yanga wanafanya wanapotaka wao. Na sasa unakuta hao waliobebwa wanatoka sasa ili kwa kujinadi, kuonyesha kama wao sasa ndio wamekuwa TFF, wao ndio wamekuwa bodi ya ligi, Yanga imekuwa chama cha marefali. Wanajifanya wanaleta propaganda za kulaumu kwamba na adhabu aliyopewa Selemani Mwalimu ni ndogo. Sawa? Hiyo yote ni kutaka tu kuwachanganya watu. Lakini wao wenyewe wana mchezaji Baka ana makosa mawili ya mechi mbili. Mechi moja akapiga ngumi huko na Mungo. Kampiga ngumi mtu. Kila mtu ameona. Mechi nyingine amepiga kiwiko ile ucheza Dodoma, apiga kiwiko. Wameona kabisa. Lakini adhabu inakuja inatoka kwa Selemani Mwalimu kwa sababu anatoka Simba. Yule hajafungiwa mpaka leo. Diala tuliona hapa, alimpiga kiwiko kabisa tuje Mtibwa. Mpaka leo hajafungiwa. Kwa hiyo tunaona kabisa hivi vyombo vinavyosimamia mpira vina manasaba na Yanga Afrika. Wachezaji wao muhimu hawafungiwi. Sawa? Wanajua kimfungia Diala wamekwisha mechi 5. Wanajua kimfungia Baka tena mechi 5 amekwisha. Sawa? Kwa hiyo tunachosema, tumechoka kuonewa. Kuanzia sasa tutasimama wima. Hatutakubali haki yote ipotee kama wana Simba. TFF bado tunalalamikia TFF, bodi ya ligi na chama cha marefali kwamba mnaihujumu Simba Sports Club. Tunaongea wazi. Kwa sababu tusikilizwi. Analosema Yanga ndio linakubalika. Yanga ndio imekuwa chama cha mpira sasa. Sawa? Yanga ndio imekuwa chama cha mpira. Sasa uliona wapi hicho kitu? Kwamba timu ndio inakwenda sauti kushinda chombo chenyewe cha mpira. Ndio maana tunaamua kulalamika. Tunawapelekea ujumbe huo TFF. Kama wameshindwa, viongozi wa TFF, bodi ya ligi na chama cha marefali waachie ngazi, wawapishe wengine kama wameshindwa. Leo unakuta alikama anasubutu kabisa kuikashifu bodi ya ligi. Na hakuna Toyota inayochukuliwa. Kwa sababu tayari wameshaweka hapa TFF na bodi ya ligi kwenye mikono yao. Wana uwezo wa kuwafanya wanapotaka wao. Sasa tunawaomba TFF na bodi ya ligi wafuate sheria za mpira za FIFA. Sawa? Magoli ya watu sahihi yakubaliwe, penalty za watu sahihi zikubaliwe. Na wala asipewe mtu penalty ya uongo. Mechi na Namungo Yanga amepewa penalty, sio penalty. Namungo penalty waza ananyimwa. Kwamba sasa hivi lazima Yanga ashinde. Lazima Yanga ashinde. Sasa hii itakuwa ligi. Tunataka kuipandisha ligi yetu kwenda juu au tunataka kuipromosha ligi yetu? Kwa hivyo kiomba cha chama husika, TFF, bodi ya ligi na chama cha marefali wawe makini ili ligi yetu iweze kuwa bora zaidi. Na sisi wana Simba tunasema kuanzia sasa hatutakuwa wakimya tena. Sasa lolote atakayefanya mtu kwa kesha chukua hela Yanga, sisi tutadili naye. Kama hatukudili naye kiwanjani, tutadili naye mtaani. Sisi tunaye huku sisi. Wasituletee kabisa habari kutuzoea. Maana sasa wameshatuzoea. Marefali na malazi wanafanya tu kwamba Simba sasa ndio iwe wakwenda kuionea isichukue ubingwa. Tunataka achukue mtu ubingwa kwa nguvu zake, achukue mtu ubingwa kwa sajili zake bora. Sio mtu anachukua ubingwa kwa kubebwa. Naona kabisa mtu mara 4 hapa anabebwa. Tunacheza Simba karibuni ya 7 hii. Yanga anabebwa. Tunapata magoli hawataki. Yanga inakuwa offside wanafunga na sema goli. Na pia vile tunawaomba viongozi wetu wa Simba Sports Club, bodi ya wakurugenzi, ili walichukulia hatua, kwa sababu tayari kamati ya masaa 72 yenyewe imesema kwamba linesman 1 anafungiwa
kwa sababu ya kulikataa goli halali la Simba Sports Club. Ushahidi, tukate rufaa kwenda FIFA tukaamue. Halali sikapata ushindi kutoka FIFA. Tupeleke malalamiko hayo. Kwa maana ile point zilizopewa Yanga si za halali za mchezo ule. Sawa, Yanga amefungwa mchezo ule. Kama wao hawezi kutoa point zetu, kutoa point zetu TFF. Tusonge mbele. CAF twende FIFA. Tukaone maamuzi. Hata ligi ikiisha tusimama kwanza, tusubiri maamuzi ya huko. Si tayari ushahidi upo. Wamesema wanamfungia mshika kibendera namba 1 kwa sababu ya kulikataa goli halali la Simba Sports Club. Ushahidi tayari. Tupeleke ushahidi.